Kamwambia Musa, kuna mtu ambaye ni mjuzi, anajua zaidi yako. Akapewa location, nini afanye, kipi afanye ili akutane na mtu huyo. Allah akamwambia, muandae samaki wako vizuri, pale ambapo utakapomkosa samaki huyo, hapo ndipo utakapompata mtu huyo. Kamchukua kijana wake, wakaanza safari na samaki wao waliokaangwa vizuri kwenye mafuta. Safari ilikwenda mpaka Majma'ul Bahraini, kama alivyosimulia Mola wetu mtukufu, makutanio ya bahari mbili. Musa akawa anamwambia kijana wake, tujipumzishe hapa, tumechoka sana. Wakapumzika, Musa kalala. Lakini kijana wake akaliona tukio lililompa mshangao wa hali ya juu. Samaki yule aliyopikwa na aliyokaangwa kwenye mafuta, akaona kikapu kinaanza kutikisika. Hatimaye samaki yule anatoka kwenye kikapu, anaingia ndani ya maji, anaondoka zake, kitu ambacho kilimshangaza. Na akasema, Musa akiamka bwana mkubwa nitampa habari hizi. Lakini Musa alipoamka, bwana yule akasahau yale, na safari ikaendelea. Safari imeshakuwa ndefu kweli kweli. Musa anamwambia kijana wake, atina ghadaana laqad laqina min safarina hadha nasaba. Sasa leta chakula yetu ya mchana, safari imekuwa ndefu na uchovu wa safari na njaa yenyewe, toa chakula tule. Ndio kijana sasa anakumbuka, akaanza kumpa kisa na akaanza kumpa mkasa wote jinsi habari ilivyotokea. Musa akasema, huko ndipo ninapopataka, turudie. Wakageuza safari yao, wakarudia kule alipopotelea samaki yule. Kisha wakamkuta Mwenyezi Mungu amemwita abdan min ibadina, ni mja miongoni mwa waja wetu ambao tumempa elimu, tukampa na ujuzi. Musa alimwambia kijana yule, hal attabi'uka ala an tuallimani mimma ullimta rushda, hivi ninaweza nikakufuata ili unielimishe yale aliyokuelimisha Mola wetu? Majibu ya bwana yule kwa Musa alikuwa mafupi sana. Innaka lan tastati'a ma'iya sabra, wewe huwezi kuwa na subra, huwezi kuwa mvumilivu kuwa pamoja nami. Musa akamwambia, satajiduni insha Allahu sabira wala a'si laka amra, utanikuta Mwenyezi Mungu akipenda ni mvumilivu na wala sintopinga amri yako. Safari ikaanza, lakini kwa sharti. Bwana yule akamwambia Musa, fa in ittaba'tani fala tas'alni an shay'in hatta uhditha laka minhu dhikra. Sasa tunaambatana, lakini kwa sharti moja, chochote utakachokiona usithubutu kuuliza mpaka pale ambapo mimi nitakusimulia kwa nini nimefanya. Fantalaqa, lengo langu si kukieleza kisa, lengo langu na lenga ni hapa pale ambapo Mungu aliposema waliondoka wawili, hata idha laqiya ghulaman faqatala. Walifika sehemu wakamkuta kijana anacheza na vijana wawili, wako vijana watatu. Yule bwana Khidri akamchukua kijana mmoja kwa mikono yake miwili, akalikwanyua shingo lake, akamuua kijana yule. Musa anatoa macho, akatalta nafsan zakiyatan bighairi nafs, hivi unaua nafsi isiyokuwa na hatia? Laqad ji'ta shay'an nukra, hakika umefanya jambo baya kweli kweli. Majibu yake yalikuwa, alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra, mimi sikukwambia Musa kwamba wewe huwezi kuwa mvumilivu kuwa na mimi? Mwisho wa safari sasa anamwambia, amma alghulamu fakana abawahu mu'minaini. Hapa pazingatie kweli kweli. Asema kijana yule ambaye nimemuua, wazazi wake ni wazazi waumini wacha Mungu, wazazi wema.
lakini kijana huyu anapendwa zaidi kwa wazazi wake. Wazazi wamempenda mapenzi yaliyokuwa makubwa, tena wanamsikiliza kwa kupita maelezo. Lakini kijana anavyokuwa ndivyo anavyozidi kuwa na ukafiri. Tunavyoona huko mbele, kijana huyu akiendelea na kuwa, anasema sasa, fakhashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra. Weka mstari chini ya kilima hichi, tena weka mistari miwili ya rangi nyekundu. Fakhashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra. Nasema tukamwondoa mapema, tulihofia mtoto huyu anaweza kawaingiza wazazi wale katika uovu na ukafiri. Mtoto huyo, wazazi walikuwa katika msimamo, lakini mtoto yule anasema angeendelea na kuwa, ingelikuwa ni sababu ya kuwatupa wazazi katika msimamo wao ulionyooka. Ndugu Waislamu, tunapozungumzia mtoto hatuzungumzii kiumbe cha kawaida, bali tunazungumzia amana kutoka kwake Allah jalla fi ula. Mtoto ni amana, na Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'ani alieleza akasema, ya ayyuhalladhina amanu la takhunu Allaha war rasula wa takhunu amanatikum, enyi mliomuamini Allah, msimfanyie khiana Mwenyezi Mungu na mtume, na msizikhini amana zenu. Amana, ndugu zanguni, mtoto si mali yako tu, bali ni jukumu ulilopewa na Allah tabaraka wa taala. Na kila mmoja wetu aliopewa neema ya mtoto atasimamishwa katika mahakama ya Mungu, na Allah atamuuliza juu ya malezi ya mtoto huyo. Bwana Mtume Muhammad katika hadithi ambayo ameisimulia Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu wa ardah, alieleza akasema ya kwamba Mtume alisema, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, nyote ni wachunga na kila mmoja ataulizwa kwa kile alichokichunga. Kisha Mtume akasema kiongozi ni mchunga na ataulizwa na Mungu alivyowachunga raia zake. Warajulu ra'in ala ahli baiti, na mwanamume ni mchunga kwa watu wa nyumbani kwake. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, na yeye ataulizwa namna gani alivyochunga watu wa nyumbani. Walmar'atu ra'iyatun ala ahli baitiha, na mwanamke, Bwana Mtume anasema mwanamke na yeye ni mchunga kwa watu wa nyumbani, watoto nyumbani na mume wake nyumbani. Mtume anasema na mwanamke na yeye ataulizwa na Allah siku ya mwisho namna gani alivyowachunga watoto hawa. Kwa watoto, ndugu zanguni, ni amana, na Mungu atatuuliza juu ya amana hiyo. Kishki TV, nuru ya dini yako.